Hayawi, hatimaye yamekuwa. Dondosha like, dondosha like, dondosha like, dondosha like, dondosha like, dondosha like. Msikilizaji, karibu sana katika season 2 ya kijana wetu pendwa Hamza. Wengi mlimsubiri, wengi mlimlilia, na hatimaye leo tumekutana hapa kuingia vitani sote. Ninaamini hapa unaponisikiliza, sijui kama utakuwa na mwiko, sijui kama utakuwa na jembe, sijui kama utakuwa na kisu, sijui kama utakuwa na ndala, ni wewe mwenyewe. As long as hicho ulichokibeba unaamini ni silaha yako. Nikukumbushe tu, kulikuwa kuna kikao cha masoja ambacho kilikuwa kinafanyika huko. Sasa baada ya kufanya kikao, Himidu akaona ni kama mabosi wanaongea mambo fulani ya unafiki sana, akaamua kujiungua, yani kajiondoa kabisa jeshini, na amesema kuanzia leo yeye na jeshi ndo basi tena, yani anaamua kujiondokea maeneo ya jeshini. Sasa wakamwambia kwamba wewe unataka kufanya nini Himidu? Yani unataka kufanya nini wewe? Himidu akasema kwamba bosi wangu anaenda kupigana na Wahinde, mimi kama rafiki yake naenda kumshangilia. Just imagine una rafiki ambaye anakuwa na wewe katika nyakati zote, anaacha mambo yake kwa ajili ya kuja kukusupport. Sasa kwa hiyo Himidu ameamua kuachana jeshi, anaenda kuungana na rafiki yake kipenzi. I say Himidu aliambiwa kwamba acha mara moja, jeshi sio mahali unapoweza kuingia na kutoka utakavyo. Simba ndivyo alivyotamka hivyo kwa hasira. Himidu aligeuka kisha akatabasamu. Halafu sasa jibu alilotoa akasema ya kwamba kama unataka kunikamata unaweza kufanya hivyo, lakini unapaswa kufikiria vizuri. Je, utaweza kushindana na bosi wangu? Himidu akasepa shwa, akaamua kwenda kuungana na kina Hamza maeneo ya airport, ambako huko sasa tayari Hamza alikuwa ameshabeba wanawake zake nini, safari ya kwenda kupambana na Wahinde. Na hawa Wahinde, kama utakuwa umesahau msikilizaji, ni kwamba kule mkoani Mara, maeneo ya kaskazini magharibi mwa nchi, kando ya ziwa kubwa linalochukua maji yake kutoka kwenye misitu ya Mau. Eneo hili ardhi yake ilikuwa imefunikwa na nyasi zisizokuwa na mwisho, ukijumlisha na kuzungukwa na mbuga ya wanyama Serengeti. Sasa hapo bwana, ndipo wazee walipokutana, mababu kwa mababu, wazee wenye nguvu zao. I say kwanza wamekuja kupata taarifa eti kuna kakijana Hamza kanataka kuanzisha vita na wao. I say Junsa na wenzake mara baada ya kuona mzee huyo wa kimababu walihisi hali ya kupungua ikiwaenda. Ndivyo sivyo. Ukweli ni kwamba licha kuwa walikuwa ni mababu kati ya babu zao, mara nyingi hawakuwahi kuwaona zaidi ya kwenye picha za kale na za kuchora. Kwa lugha nyepesi, wazee hao walikuwa wakitokeza kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 100. Sasa Junsa kama kiongozi wa familia alipaswa kujiamini kwa kuwakaribisha hao wazee. Sasa bwana, kuna mkale aliyekuwa na mavazi yaliyochafuka alitoa kicheko baada ya kupewa taarifa kuna kijana anaitwa Hamza anataka kupambana nao. Huyo mzee alisema adui mdogo namna hiyo kama nzi anayeruka, kama ni kudili nao kuna haja gani ya sisi kutoka wote? Mimi peke yangu ningetosha kabisa kumuua huyo adui. Eti adui mwenyewe ni Hamza. Hamza anaitwa ni kama kainzi. Oya, hao babu wana miaka zaidi ya 100 hawajawahi kuja hapa, ndo ametokeza sasa. Kutokeza kwao, je, Hamza ataweza? labda Hamza apate msaada kutoka kwa babu yake, la sivyo. Maana tukumbukeni babu alisepa tu afa atujue kaenda, yani babu kaenda ulimwengu mwingine, hayupo hapa duniani unapojua wewe. Babu yupo ulimwengu mwingine, na tunajua babu tayari kashamrithisha binti kipenzi urithi, ambaye anatakiwa kuwa mwanamke wa Hamza. Si Regina, nadhani unamfahamu na unamkumbuka. Kwa hiyo basi, baada ya Himidu kufika huko, alimwambia bosi wake kwamba chukua hii hapa USB, ndani ya hii flash drive kuna mambo muhimu nilioweza kukusanya kwa kipindi cha miezi kadhaa. Ni taarifa itakayokusaidia sana ukiingia kwenye ndege, na unatumaini utapata maelezo zaidi, kwa hiyo tumia tarakishi kuangalia. Sasa msikilizaji, karibu sana, tuingie sote vitani, vita ya kukata na shoka. Langu jina ni Lucas Numbas. Mpaka hapa na mimi nitakuwa nimekumbusha vya kutosha. Tunasonga mbele. Sasa Hamza
alisinyaza macho yake, kisha alionekana kuotea kilichopo ndani ya flash ile. Isije ikawa ni kuhusu taarifa za wazee wa uungu wa kale. Himidu akasema, bosi, wewe ni noma sana, umejuaje ndio hizo? Aliongea Himidu huku sasa akiendelea kwa furaha. Bosi, hizo taarifa ni za siri zilizokuwa chini ya kitengo cha Malibu. Ni taarifa zinazoelezea kuhusu umoja wa uungu wa kale na wanachama wake. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, aliishia kuvuta pumzi. Taarifa hizo zingekuwa na msaada mkubwa sana kwake. Isitoshe, angeweza angalau kuwa na uelewa kidogo wa maadui anaokwenda kushambuliana nao. Bosi, mimi nadhani kupitia taarifa hizo itaziba udhaifu wa kitengo cha binamu. Himidu, sikudhania Himidu ungekuwa busy na kusanya taarifa hizi za hao wazee wa kale. Bosi, bosi, mimi nilikuwa nikijua tokea muda mrefu tu Wahindi walikuwa na nia mbaya dhidi ya shemeji yangu. Licha kujua hayo, nguvu yangu ilikuwa ndogo na mimi nisingeweza kufanya kitu. Hivyo niliandaa taarifa hizi nikiwa na matumaini ukirudi tu umalizane na hili tatizo la Wahinde. Mshauri mkuu, hakika ulistahili cheo chako kwa kuchukua hatua hii mapema sana. Asante sana. Shemeji, asante kwa sifa bwana, lakini mimi niseme tu wewe unastahili zaidi shemeji. Unajua katika miezi kadhaa iliyopita umefanya kazi kubwa nje ya nchi na kulinda familia ya bosi. Baada ya Himidu kuongea hivyo, Julia akasema kwamba Regina na Himidu, hebu acheni basi kusifiana kusikoisha jamani. Muda umeenda, tuingieni ndani ya ndege kwanza mtaendelea. Basi Himidu akasema, kanali, na wewe kumbe upo hapa? Kwa heshima yako nitafanya kama ulivyoongea. Basi Julia alishia tu kuvimbisha midomo huku kwa wakati mmoja akimwangalia Regina. Na Regina vivyo hivyo alimwangalia Julia kwa macho makavu. Himidu kuona hivyo alishia tu kucheka huku akimwangalia bosi wake. Alielewa. Alielewa jambo. Hawa ni mafahari wawili. So wakati mmoja akijiwazia na kujiambia, bosi wake ana kazi kwa kupendwa na wanawake warembo namna hiyo. Hamza aliyejifanya kutokuona kinachoendelea aliongoza njia kuingia kwenye ndege. Himidu, nadhani tayari umekwisha kusoma taarifa ulizonipatia. Hebu niambie kuhusu nguvu ya familia Wahinde, unaonaje? Bosi, mimi nasikitika kukuambia. Bosi, taarifa niliweza kukusanya zinahusisha taarifa za msingi tu za kifamilia. Lakini kuhusu mababu ambao hawakuwahi kujitokeza kwa miaka mingi, ni ngumu kukadiria nguvu zao. Hiyo ni kawaida. Lakini kwa taarifa hizi bado zinanisaidia sana. Angalau ninaweza kuwa na uelewa kidogo kuhusu. Bosi, kuna swala lingine ambalo nimelifahamu jana. Nadhani pia litakusaidia. Jambo gani hilo? Nimesikia wazee wote wa uungu wa kale wametoka mafichoni. Lazima kuna swala kubwa linaendelea. Hivyo ukifika kwenye makao yao makuu ni lazima utakutana nao. Lakini nina uhakika hawajatoka kwa ajili yako pekee. Hamza baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Himidu alishia kusinyaza macho yake tu kwa namna kutafakari. Pale alijua fika kujitokeza kwa wazee hao wa uungu wa kale lazima kuna uhusiano wa kuondoka kwa jemadari. Sasa Hamza alijiuliza, huyu mzee atakuwa ameenda wapi? Au ni kwamba hayupo kabisa kwenye huu ulimwengu? Sasa mara baada ya watu wote kuingia ndani ya ndege, Hamza, Regina, Julia na Himidu walikaa kwenye meza moja. Ndege hiyo, msikilizaji, ilikuwa ni ya kifahari na kufanya mazingira yake ya ndani kuwa kama vile mgahawa wa mahadhi ya kimagharibi. Kulikuwa na masofa pamoja na meza. Julia alitumia kishikwambi alichokuwa nacho, kisha akaunganisha flashi ile ili kuweza kufungua taarifa alizotoa Himidu. Hamza mara baada ya kwanza kusoma taarifa hizo haraka pale aliuliza kwamba, Himidu, umesema wazee wote wa uungu wa kale wametoka. Wamezungumzia chochote kuhusu jemadari? Bosi, sijasikia chochote kuhusu jemadari, lakini mimi na hakika ni swala zuri kwako kuona kwamba wamejitokeza. Kivipi ni muhimu kwangu? Bosi, hebu fikiria tu kwa makini bosi. Kama wameweza kujitokeza baada ya miaka mingi, inamaanisha kwamba kuna kitu cha faida wamekifuata. Na kama ni hivyo, lazima wataanza kugombania. Hasa kwa wakati kama huu bosi, ambao unakwenda kupigana na Wahinde,
Ni wazi kwamba familia hiyo haiwezi kupigana na wewe kwa nguvu zao zote kwa kofia. Unaweza kupunguza nguvu yao ambayo wanapaswa kupigana na wazee wa familia nyingine. Afu kujumlisha na jinsi sasa ulivyokuwa na nguvu sasa hivi. Wakishaona kupigana na wewe ni hasara, lazima watajaribu kukaa kwenye meza ya maongezi. Na ikifikia hatua hiyo bosi, unapaswa kuambia chochote kile unachotaka. Kukaa kwenye meza ya maongezi? Hiyo itategemea kama kweli wanania dhati. Basi wakati wakiendelea kuongea, tayari ndege ilikuwa imekwisha kupaa na ilikuwa ikiambaambaa kwenda kaskazini. Msikilizaji, upande mwingine kwenye makao makuu ya familia ya Chifunda mkoani Rukwa, kulikuwa na kikao kilichokuwa kikiendelea. Waliokuwa ndani ya ukumbi wa kifamilia ni Chifunda mwenyewe, kulikuwa kuna Nginja na wazee wengine wenye nafasi za juu kifamilia. Eneo la katikati kabisa kwenye meza alionekana mzee ambaye alikuwa na nywele nyeupe tupu. Mzee huyo alikuwa ameshikilia barua akiisoma huku uso wake ukikunjamana. Basi mzee huyo mwenye mvi nyingi kiasi cha kichwa kuwa cheupe alifahamika kwa jina la Kizito Chifunda. Aliuliza kwamba mjomba Kizito, nini kinaendelea? Kuna kinachoendelea kwa familia nyingine? Aliulizwa hivyo. Na huyu bwana alikuwa sehemu ya wazee wa uungu wa kale wa familia ya Mjema aliyekuwa mafichoni. Basi Kizito akasema ya kwamba ni kama nilivyotarajia, wazee wote wa kila familia wametoka. Ukoo wa familia ya Karume, wazee wao wote 9 wa uungu wa kale wamejitokeza. Na kati yao yupo mmoja wa Phoenix wa kizazi kilichopita, maarufu kama Shansi, naye bado yupo hai. Wazee pia wa familia ya Chui wametoka wakiambatana na wazee wengine 10. Aliongeza Kizito. Kuna mzee mwingine wa uungu wa kale aliyefahamika kwa jina la Makame akauliza kwamba brother, inamaanisha wote wamerudi kwenye makao yao ya kifamilia? Kizito akajibu ya kwamba hapana. Kwa taarifa iliyotumwa hapa inaonyesha wazee wote wa koo zote 3 wameelekea makao makuu ya familia ya Wahinde. Kama hisia zangu zipo sawa, lazima hata baadhi ya wazee wa familia yetu ambao hawajatoka wanaelekea huko. Chifunda aliishia kuwa na hali ya mshangao usoni. Na pale pale akauliza kwamba isije kawa anachotaka ni kuona vita inayokwenda kupigana kati ya Hamza na Wahinde. Basi alijibiwa kwamba lazima itakuwa hivyo, vinginevyo hakuna sababu ya kwenda huko. Sasa Chifunda akasema, huyu mwanadamu kujaribu kupigana na hawa wazee peke yake ni sawa na mdudu mbele ya moto. Yaani kuna kipi cha kuangalia? Au sije kuwa hawa wazee wanadhani Hamza ni sehemu ya ukoo wa Simba na unachotaka ni kuona nguvu yake kabla hawajaelekea Tanganyika? Kizito akajibu ya kwamba Makame, hebu wewe nenda makao makuu ya Wahinde ukaangalie kinachoendelea. Kizito akajibiwa, brother Kizito, Simba Mkongwe alishaondoka na kijiji cha Tanganyika hakina mtu. Aya vipi kitokea wazee wengine wakija kutushambulia hapa? Kizito akasema kwa sasa macho yao yote yapo kwa huyo mwanaharamu Hamza. Hivyo hawezi kuchukua hatua mapema. Alafu isitoshe, vita dhidi ya eneo la Tanganyika si ya siku moja au 2, na pia si swala la mtu mmoja kuamua. Wewe kuwa na amani bwana, nenda kufuatilia. Basi Makame aliishia kushusha pumzi na kisha pale pale akasimama. Mara tu baada ya kusogea nje ya mlango, mwili wake uliyeyuka na kupotea mara moja shwa. Sasa ndani ya makao makuu ya familia ya Wahinde, wanafamilia waliokuwa wamefika mahali hapo wote macho yao yalikuwa akiwaangalia mababu zao waliokuwa wamekaa kwenye jukwaa la ukumbi wa Kigoda. Mtu aliyekuwa amekaa mbele kabisa alikuwa ni Zinga. Mara baada ya wazee hao waungu wa kale wa familia ya Wahinde kutoka kwenye maficho ya dunia, kwanza kabisa walipaswa kuelewa hali halisi ya ulimwengu wa sasa. Hivyo Zinga na wazee wenzake waliuliza maswali mengi. Junsa na wenzake walitoa majibu kwa kina na wakuthubutu kuficha neno. Sasa muda huo, wakati mazungumzo yakiendelea, mara alifika Shushu kutoa taarifa juu ya mwenendo wa Hamza na kusema kwamba wangeweza kufika makao makuu hayo ndani ya nusu saa ijayo. Zinga akiwa na tabasamu la kejeli akajibu, huyo mvulana wa ukoo wa Simba anajiamini sana ise. Nadhani anahisi anakuja kushinda kwa kubeba watu wengi. Basi Junsa akasema ya kwamba mababu, kama wanatumia usafiri wa anga basi lazima watapaswa kutua katika eneo hili. Ukiachana na uwanja wa ndege wa serikali, upo uwanja binafsi wa kifamilia. Kwa nini tusifanye jambo kwenye njia ya kutua? Zinga kwa kunja sura kauliza kwamba usafiri wa anga ndio nini?
Ni muda huo Junsa na wenzake walikumbuka wazee hawa wa uungu wa kale walikuwa mafichoni kwa miaka mingi sana, mbali na ulimwengu wa kawaida. Hivyo hawakuwa na maelezo ya kutosha juu ya maendeleo ya kibinadamu. Junsa na wenzake waliishia tu kutoa maelezo mafupi juu ya ndege ni nini na uwanja wa ndege ni nini. Basi Zinga kwa tabasamu akasema kwamba kumbe imekuwa hivi. Sijategemea kuona hata mtu wa kawaida anaweza kupaa siku hizi. Ndio maana wanaonekana kufika hapa mapema bana. Basi Tengu akajibu ya kwamba nadhani haina haja ya kwenda kuhangaika na hiyo sehemu ya uwanja. Kama wapo angani tutawafuata huko tu na kuwashusha. Aliongea Tengu, na wazee wengine wa kiungu walitingisha vichwa pia. Just imagine msikilizaji, hawa watu hawakuwepo duniani hata, yani ndege zimeanza kuwepo, hawa watu hawapo. Kwa hiyo wanakuja duniani wanashangaa, kumbe siku hizi binadamu naye anaweza kupaa. So hata hivyo Junsa na wenzake walikuwa na hofu kwamba mababu zao hao hawakuwa na uelewa kutosha juu ya swala hilo. Hivyo haraka walijaribu kuelezea. Wakasema, mababu wa mababu, hiyo ndege inatembea kwa kasi sana. Ni ngumu kuikabili kwa kutumia nguvu za nishati pekee. Tengu akasema, kama wewe na wenzako hamwezi, haimaanishi sisi mababu zenu hatuwezi. Acha kupoteza pumzi yako kijana, umesikia utaona ni kwa namna gani tunakwenda kuishusha hiyo ndege. Aliongea Tengu. Mara baada ya kundi hilo la vitukuu kusikia maneno hayo, walishia kutingisha vichwa vyao kwa kukubali. Msikilizaji, hawa vitukuu, yani kitukuu kimoja wapo, wewe unanisikiliza hapo ndio babu yako. Yani hapa anaonekana ni kitukuu, ila wewe kwako unamuita babu. Hata hivyo bado walikuwa na wasiwasi kama mababu wa mababu zao walikuwa akielewa ndege ndio nini. Ni muda huo Zinga alisimama na kisha akatoa tabasamu la ajabu na kusema ya kwamba sijategemea kuona kwamba kuja kwa huyu mwanaharamu kupambana na sisi kungefanya makomredi wenzetu wa zama za kale kuja mpaka hapa kwa ajili ya kuangalia kitakachotokea, pasipo ya kuja hata kusalimia. Inaonekana huyu Hamza hakika ni kijana ambaye amevuta hisia za watu wengi kwa miaka hivi karibuni. Tengu, mimi kaka yako nitaenda kukutana na hawa wazee wenzetu. Huyo mtoto Hamza akifika nadhani mtaweza kudili naye. Aliongea hivyo Zinga. Tengu alionekana kuelewa maneno ya ndugu yake huyo na alishia kutoa tabasamu. Kisha akasema kwamba bro, usiwe na wasiwasi kabisa. Weka unane nao, kama wapo tayari wakaribishe nyumbani, angalau tu wakirimu na chai. Vinginevyo wasije kuondoka na kusema sisi Wahinde hatujali wageni. Zinga alishia tu kutingisha kichwa na kisha pale akapotea kufumba na kufumba tu macho. Huyo Junsa aliuliza kwamba mababu zetu ni wageni gani hao wa kumfanya mpaka mkuu wetu Babu Zinga kwenda kuwapokea? Basi Tengu macho yake alionyesha hali fulani hivi ya kumulika na pale akasema ya kwamba ni wazee wote wa uungu wa kale. Mara baada ya kusikia hivyo, Junsa na wanafamilia wengine walionyesha hali ya mshangao na heshima kubwa. Walikuwa wakijua umoja wa uungu wa kale ulikuwa na nguvu kiasi gani. Umoja huo ulikuwa ndio ngao ya Afrika iliyoundwa na jemadari kwa ajili ya kujilinda dhidi ya nguvu ya Magedon Shakyamuni. Wazee hao walikuwa wengi sana bwana. Ukiachana na ambao walikuwa wakuu wa familia, kulikuwa na wengine ambao pia walikuwa sehemu ya familia. Na wingi wao ulikuwa sawa tu na nguvu ya Magedon Shakyamuni. Tofauti kati ya nguvu ya Magedon Shakyamuni na umoja wa wazee wa uungu wa kale ni kwamba umoja wa uungu wa kale ulikuwa imara zaidi kwa sababu wazee wengi waliishi miaka mingi na kushikilia nafasi zao, tofauti na wamajisi ambao umri wao haukuwa wa muda mrefu. Ni mpaka mmajisi aweze kufikia kiwango fulani cha uchawi ndipo awe na uwezo wa kurefusha maisha yake. Upande wa uungu wa kale, wazee hao walikuwa na muda mrefu sana hata kabla bara la Afrika halijagawiwa kuwa mataifa. Tokea nyakati hizo walikuwa mafichoni wakiendelea na mafunzo. Na ilikuwa ni ngumu kujua ni wazee wangapi wapo hai mpaka sasa tangu kuanzishwa kwa umoja huo. Hasa upande wa mashariki wa eneo la makazi hayo kulikuwa na mlima wa miti mifupi. Ni mara tu Zinga alionekana akitokea ndani ya eneo hilo na kusimama mbele ya watu wawili waliokuwepo hapo tayari. Kati ya watu hao wawili, mmoja alikuwa amevalia nguo nyeusi na mwingine nyeupe. Mwanaume aliyevalia nyeusi alikuwa na muonekano wa kitanashati mno na mwenye nguvu, huku mwingine aliyevalia nguo nyeupe alikuwa na muonekano fulani hivyo utulivu.
Basi Zinga alisema kwamba Comrade Mbezi, Comrade Jumbe, ni miaka mimi imepita tokea mara ya mwisho kuonana. Hamjabadilika hata kidogo. Aliongea Zinga. Bwana aliyeitwa Comrade Mbezi aliishia kurefusha mdomo tu, lakini hakujibu. Yule aliyejulikana kwa jina la Jumbe alitabasamu na kisha akajibu kwa upole ya kwamba Comrade Zinga, asante kwa sifa njema. Mimi na brother Mbezi hapa tupo hapa pekee kuangalia mandhari ya mbuga za wanyama. Hatukuona haja ya kuwasumbua. Basi Zinga alicheka akasema, kweli eneo hili lina mandhari nzuri kuliko huko na Njirinji kwenye tambarare. Basi Jumbe alisema ya kwamba kweli kabisa, hii mandhari ya hapa inatufanya tuwe na wivu. Basi Jumbe akaulizwa kwamba Comrade Jumbe, imepita miaka 300 sasa, lakini mpaka sasa bado kicheko chako ni cha kulazimisha. Hata baada ya kipindi kile kumshinda Comrade Kivuo bado hujabadilika tu. Jumbe huko akicheka akasema, kumbe naona siku hizi Comrade Zinga unajua kuongea matani. Aliongea Jumbe huko akicheka. Lakini ni muda huo huo kauli iliyojaa kejeli ya mwanamke iliweza kusikika ikisema kwamba, hey nyie, kwa nini hamwachi kucheka kinafiki? Msikilizaji, mwanamke huyo aliyeongea alikuwa na urefu wa mita 1.5 hivi. Amevaa gauni la maua. Kwa kumwangalia tu umri wake ulikuwa kama wa miaka 17 au 18. Nyuma ya mwanamke huyo kulikuwa na mwanaume mrefu mwembamba wa umri wa makamo tu, aliyevaa kanzu ya rangi nyeupe. Kiini cha macho yake kilionekana kufifia rangi, kana kwamba alikuwa na upungufu wa melanini, hasa kujumlisha rangi yake nyeupe. Nyuma kabisa kulikuwa na mwanaume mwenye mwili uliojazia, akiwa amevalia mavazi ya kawaida, shati mikono mifupi iliyoacha mikono yake wazi. Mmoja kati ya wanaume hao alikuwa ameungua na kovu kubwa usoni upande wa kulia, ambalo lilionekana kama ni la moto. Samara baada ya Zinga kuona watu hao watatu, hakuonekana kushangaa. Badala yake alisema ya kwamba, dada mdogo Ziwa, tupo hapa tunakumbushiana mambo yaliyopita. Ndio maana unatuona hivi tunacheka na kutabasamu. Lakini kwa nini useme tunacheka kinafiki? Basi huyo dada mdogo Ziwa akajibu ya kwamba, hebu acha maneno mengi. Wote tupo hapa kuona pambano kati ya mjukuu wa Simba Mkongwe na familia yenu ya Wahinde. Hakuna haja ya kutengeneza sababu. Basi baada ya dada mdogo Ziwa kuongea hivyo, akajibiwa kwamba inaonekana kila mtu anajali zaidi kuhusu huyu mtoto anaitwa Hamza. Dada Ziwa, Comrade Sogole na Comrade Bihu, hivi mnaonaje mkikaribia nyumbani kwa ajili ya chai kwanza? Basi kuna mzee mmoja aliyejazia mwili alisema kwamba haina haja bwana, mimi mzee Sogole ni mnywaji sana lakini si wa chai. Basi pale alipeleka mkono kwenye kiuno chake, akaibuka na kibuyu cha pombe na kuanza kugida. Sasa mzee Bihu akajibu ya kwamba, asante sana Comrade Zinga, ila sina kiu ya chai. Muda huo mwanamke huyo mwenye mwili kipo tapo aliongea kwa namna ya kutania, akasema kwamba, hey Zinga, nguvu za kutosha mnazo kweli? Nimesikia huyo mtoto anaitwa Hamza amekuwa akileta matatizo makubwa kwa miaka mingi. Kwa kitendo cha kuwa na ufunuo nguvu ya kusudi na hata kuua wazee wawili wa kale wa Kistrigoi, inamaanisha si mwepesi kudili naye. Kama una wasiwasi unaweza kuondoka tu na kujumuika na wenzako. Sisi tupo hapo kwa ajili ya kuangalia tu pambano na si kuleta usumbufu. Mara baada ya kusikia hivyo, Zinga alishia kutoa tabasamu lisilokuwa tabasamu, na kisha akasema ya kwamba yani hauna imani na familia yetu juu ya kumshinda huyo mtoto. Wakati akiongea hivyo, aligeuza kichwa chake kuelekea upande wa kaskazini, akiangalia watu wawili waliokuwa wakipaa kwa spidi ya juu. Walikuwa ni watu wawili. Kati yao mmoja hakuwa mrefu sana wala mfupi, mwenye mwili uliojazia na kumfanya aonekane kama kibonge, tena akiwa na uso wa ncha. Usoni alikuwa ametoboa pua yake kwa namna ya ajabu na kufunga kitu kama kipini hivi. Vile vile alikuwa amejichora usoni kwa rangi nyeupe na nyeusi. Sio hivyo tu, mavazi yake yalikuwa ni ya rubega ya ngozi isiyochakatwa. Muonekano wake ulikuwa kama Mwafrika wa tamaduni za kale sana, lakini vile vile kama mganga wa kienyeji. Mkononi alikuwa ameshikilia kifagio kilichofanana na kiaspeso vile. Si hivyo tu, alikuwa na vijibuyu vidogo vidogo vilivyokuwa vimening'inia kwenye kiuno chake.
Upande mwingine alikuwa ni mwanamke aliyevalia gauni fulani hivi la njano lenye usanifu wa kikale. Mwanamke huyo alikuwa katika umri wa miaka kama 30 kuendelea, akiwa na muonekano wa Kiarabu. Sasa nyuma ya mgongo wake ulionekana moto uliochukua maumbo ya mbawa, na hata mara baada ya kutua mbawa zile zilipotea. Yule mwanamke akiwa na rafudhi fulani hivi ya kipekee alisema ya kwamba naona kumekwisha kuchangamka. Inaonekana nimechelewa. Aliongea hivyo kwa kicheka. Ziwa akasema, Hasina, wewe si mdogo kama mimi. Hujionea aibu kwa aina hiyo ya mavazi uliyovaa? Huyo Hasina akajibu ya kwamba hata kama nina umri kukuzidi haimaanishi kwamba mimi si mdogo. Au wewe Ziwa una tofauti gani na wasichana wengi wa kawaida? Basi dada Ziwa akasema kwamba unaongea ujinga kwa ukongwe huo. Aliongea Ziwa huku akiwa na uso uliojaa kejeli. Sasa Zinga alijibu ya kwamba kutegemea kumuona Hassan Phoenix wa kizazi kilichopita na mganga Ngwalundi kuwasili hapa pia sijategemea. Aliongea Zinga kwa namna ya heshima. Yule bwana Ngwalundi pasipo kutamka neno alitingisha kichwa kupokea salamu ya Zinga. Basi Maimuna akasema ya kwamba ilikuwa ni kama bahati kwangu kukutana na Ngwalundi nikiwa njiani kuja hapa. Ni hivyo tu, hajaongea neno lolote zaidi ya kunisikiliza njia nzima. Alijibu hivyo Maimuna. Muda huo yule bwana Sogole aliyekuwa amekaa kimya alisema ya kwamba Maimuna, ni wewe? Yuko wapi Shamsu? Mara baada ya neno Shamsu kusikika, kila mmoja alionekana muonekano wa ajabu kidogo. Hasina alisema ya kwamba kama nilivyotarajia kutoka kwako Comrade Sogole, kati ya wote tuliopo hapa ni wewe mwenye uwezo wa jua nishati, lakini bado unaamini shangazi yangu yupo hai. Aliongea Hasina na kisha akaendelea kwa kusema kwamba shangazi yangu hapendi kutembea tembea. Kaniambia nije mwenyewe. Basi mara baada ya kusikia maneno hayo, walijikuta wakivuta hewa ya baridi. Zinga akasema kwamba kama nilivyotarajia, ukuwa urithi wa damu ya Phoenix, yani Shamsu, bado mpaka sasa yupo hai. Naona sasa mpo watatu kwa wakati mmoja mlioamshwa damu zenu. Hasina akajibu ya kwamba Sulea bado ana safari ndefu, bado ni mdogo. Uwezo wake si kama wengi wanavyoelezea. Aliongea Hasina akimaanisha nani? Mnamkumbuka Sulea? Mnamkumbuka Sulea msikilizaji? Sulea ni kadada ketu Kanyaka. Kwa hiyo Hasina ndo alijibu hivyo, akisema ya kwamba Sulea bado ana safari ndefu, bado ni mdogo, uwezo wake si kama wengi wanavyoelezea. Sasa baada ya kuongea hivyo, Jumbe alisema ya kwamba Shamsu jini wa miaka 1000, Hasina jini wa miaka 100 na sasa Sulea wa miaka 20 na kitu. Ni ngumu kushuhudia jini Phoenix akijidhihirisha kwenye vizazi zaidi ya kimoja. Hakika baraka mlizopata ni ukarimu mkuu wa mbingu. Kwa sasa kwa Simba umepoteza nguvu zake nyingi kutokana na kuondoka kwa Simba mkongwe. Hata sasa akiwa hayupo, nadhani ni sahihi familia yenu ikashika hata mna kuwa kiongozi wa ungu wa kale. Hasina akajibu ya kwamba Comrade Jumbe, wewe ndiye mwenye kusema maneno hayo, lakini unajua mimi mwenyewe kichwani sina kitu. Leo nipo hapa kwa ajili tu ya kuona hili pambano na kurudisha taarifa nyumbani. Kuhusu uongozi sina habari nayo. Alijibu hivyo Hasina. Sasa dada Ziwa akajibu ya kwamba kwa kujiigiza tu kwa kujiigiza kuwa mjinga, hilo tu na kukubali. Aliongea hivyo dada Ziwa. Sasa ni mda ule Bihu bwana aliyejaliwa upole akasema ya kwamba kwa nini naona kuna mmoja amekosekana hapa. Basi Zinga huku akicheka akasema, Comrade Bihu, nadhani unaulizia mwakilishi wa familia uzao wa Simba ni masikitiko mpaka sasa familia yote haina mtaalamu wa juu yote aliyebakia. Hata ukoo wa Chefunda sidhani kama Comrade Kizito atakuja huku. Na hisi sasa wapo wanalinda asili ya Tanganyika. Aliongea Zinga huku akicheka. Sasa Bihu akajibu ya kwamba hapana, ninamaanisha mtu mwingine. Wazee hao wakale walijikuta wakishangaa na pale pale walielewa alikuwa akimlenga nani. Sasa akajibiwa kwamba huyo jamaa ni kibaraka wa Simba, alishatoka muda mrefu tu, ni kwamba tu anaona aibu kusimama mbele yetu. Basi Jumbe akajibu ya kwamba na hakika naye atajitokeza muda si mrefu, hususan wakati huu ambao Simba ameondoka. Hawezi kuendelea kubaki milimani, afu isitoshe mjukuu wa Simba mkongwe amekwisha kupata ufunuo wa nguvu ya kusudi.
Kama mtaalamu wa mapigano, nina uhakika lazima atakuwa na shauku ya kutaka kujua kinachotokea leo hii. Aliongea hivyo Jumbe. Sasa ni muda huo upande wa chini nyumbani kwa Wahinde, mzee mmoja wa kale alionekana akifyatuka na kuelekea angani. Ukiangalia kwa makini hivi chini ya miguu yake ungegundua kulikuwa na vipande vyeupe vya barafu vilivyokuwa vikijitengeneza mbele yake na kuvikanyaga. Sogole akasema kwamba yule si mdogo wako Wangoreme kweli? Nadhani mjukuu wa Simba amekwisha fika. Alongevo Sogole akajibiwa kwamba upo sahihi, ni mdogo wangu wa 6. Nadhani hiyo ndege imekwisha kukaribia na anaenda kuishusha. Hatutaki watu wengi wasiojulikana kufika kwenye makao makuu yetu ya kimila. Basi Jumbe akajibu ya kwamba sio mbaya. Naona uwezo wake umefikia ukamilifu mkuu wa nafsi. Nashindwa kujua kama huyu Hamza amejiandaa vya kutosha. Basi Ziwa akasema ya kwamba wote tumesafiri kuja mpaka hapa. Haitakuwa vizuri kuondoka mapema jamani. Matumaini yangu nitaona show ya kuridhisha. Aliongea Ziwa huku akikaa chini kwenye nyasi akiminya miguu yake. Zinga akajibu ya kwamba msio na wasiwasi kabisa. Kwa uwezo aliokuwa nao mdogo wangu Wangoreme, sidhani kama atatutia aibu wazee wenzake. Sasa muda huo upande mwingine kabisa wa mbuga alionekana mtu aliyevalia joho la rangi ya kijani. Alikuwa na nywele ndefu mno na alikuwa amelalia nyasi huku kichwa chake akiwa amekiegamiza kwenye jiwe. Mdomoni alikuwa akitafuna jani la mmea. Macho yake yote alikuwa ameelekeza angani. Kulikuwa na hali nzito ya uvivu uliomjaa. Hata hivyo alionekana kama mtu aliyejawa na matarajio, lakini hisia zake zikiwa hazisomeki kabisa. Ndege 2 binafsi za abiria zilipaa mpaka kuingia anga la kaskazini magharibi mwa Tanzania. Hamza ambaye alikuwa ameketi kwenye siti ya kwanza kabisa ndege iliyotangulia, muda wote alikuwa busy akisoma taarifa za wazee wa uungu wa kale. Mara baada ya kuona ametosheka, alizima kishikwambi kile na kisha akafikiria kidogo. Halafu akazungumza. Kumbe ndo hivi. Hakika Jemedari alifanya kazi kubwa sana kuficha wataalamu kuchangamana na binadamu. Hao wazee wote pamoja na koo za urithi wao wa damu. Ni wajuu mdo. Ni wajuu sana. Kitendo cha ukoo wa Simba kumpoteza Jemedari moja kwa moja kumeufanya kuwa dhaifu. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Himido akajibu ya kwamba bosi, kwa sasa familia ambayo ina nguvu sana ni ya Karume kutoka visiwani. Shamsu ambaye ni uzao wa kwanza kuamsha damu ya Phoenix alikuwa na nguvu kubwa mno kabla kutokea kwa Jemedari miaka 600 iliyopita. Inasemekana tangu aliposhindwa na Jemedari hakuwahi kuonekana kabisa. Katika miaka yote alikuwa amejificha nje ya ulimwengu wa kawaida na hakukuwa na taarifa zote za kifo chake. Ukiachana Nyakasura ambaye tayari uwezo wake ni mkubwa, Shamsu na Hasina ambao pia damu zao zimeamka, si wa kuchukuliwa poa bosi. Anaongea Himidu akitoa uchambuzi wake. Nakumbuka Nyakasura aliniambia kwamba kimila hairuhusi familia yao ikawa na wanawake wa Phoenix 2 kwa wakati mmoja. Usiniambie lidanganya. Bosi, hivi nadhani kwa umri aliokuwa nao Nyakasura anaweza kujua siri zote za familia. Babu yake mwenyewe anaweza asiwe hata anajua siri zote. Avistoshe, huyu Shamsu kabla ya kushindwa na Jemedari hakuwa akiishi ndani ya ukanda wa mashariki mwa Afrika. Hata ukijumlisha Hasina ambaye naye ni Mwarabu kamili, huwezi kumweka katika kundi sawa na Nyakasura ambaye amezaliwa damu yake imekwisha kuingiliana na makabila ya ukanda wetu. Kwa hiyo unapaswa kufurahi, una ukaribu mzuri na Nyakasura. Vinginevyo yani kama ikitokea ukipigana na hawa wazee wa kale, uwezo wao utakuwa unatisha. Hamza alijikuta akijifikiria mwenyewe mara baada ya kusikia maneno hayo. Alikuwa akifikiria juu ya Priscilla. Hakujua ni maamuzi gani Nyakasura amefikia na baba yake, lakini aliona anapaswa kuweka ulinzi binafsi dhidi ya Priscilla. Habi, inaonekana tumekwisha kufika, maana mbele kuna uwanja wa ndege wa familia Wahinde. Aliongea Regina aliyekuwa akitoka kwenye chumba cha rubani. Hamza alishia kusimama kisha akamshika mashavu mrembo huyo na kujibu ya kwamba jaribu kuwa na furaha kidogo baby mama. Ukiwa mnyonge hivi, si unawapa Wahinde ushindi wa mapema? Tabasamu mke wangu. Regina alishia kutingisha kichwa huko akitabasamu. Lakini sasa muda huo Hamza aliweza kuhisi kitu kilichomfanya uso wake kukunjamana. Pale aliangalia mbele akasema
hali sio nzuri. Abi, vipi? Nini tatizo? Sasa muda si rafiki kuelezea, aliongea Hamza, na kisha pale pale aliita kundi la silaha ndefu kutoka kwenye pete. Halafu akaongea kwa nguvu akasema, kila mtu achukue silaha moja mbele yake na kisha ishikilieni kwa nguvu pasipo kuachia. Basi Irene akasema, lakini shemeji, mimi sijui kutumia silaha. Aliongea hivyo Irene akijua Hamza anataka na yeye kuingia vitani. Hamza akasema, hupaswi kufanya chochote, wewe ishikilie tu. Mara baada ya kuongea hivyo, Hamza mara moja aliwakabidhi silaha zile. Ni kwa bahati pia hakukuwa na watu wengi, hivyo tendo hilo lilifanyika haraka sana. Himido akasema kwamba bosi, usiniambie Wahinde wametufuata angani kwa ajili ya kuharibu ndege. Aliongea Himido akihisi uwezekano. Hamza hakuwa na muda wa kujibu, hivyo kwa msisitizo mkubwa alisema kwamba mliokuwa na nguvu za nishati, hakikisheni mnalinda wasiokuwa na nguvu. Kwa lolote takalotokea kuanzia sasa, hakikisha hamuachili silaha mkononi mwenu. Mkifanya hivyo, kila kitu kitakuwa sawa. Basi mara baada ya kuongea hivyo, Hamza mara moja aliingia chumba cha marubani na kisha akawaambia marubani hao kutoka kisiwa cha bondeni washikilie silaha. Captain alijikuta akitaka kusema kwamba Mr. Hamza alishindwa hata kuelewa. Hata hivyo Hamza kujali. Na mara moja alichukua kifaa cha mawasiliano cha ndege na kisha akafanya mawasiliano na ndege iliyokuwepo nyuma yao. Akasema kwamba mimi ni Hamza, sikilizeni, haijalishi nini kitatokea kwa upande wenu, shusheni ndege na mtue kawaida. Ingawa rubani aliyekuwa kwenye ndege ya nyuma alikuwa na shaka, bado alijua maneno ya Hamza ni sheria, hivyo mara moja alikubali. Ni muda huo huo juu ya anga, mita kama 10,000 kwenda juu angani, alionekana mwanaume mweusi mzee aliyevalia mavazi meusi ya kaniki. Kulikuwa na hali ya kejeli kwenye uso wa mzee huyo, na mara baada tu ya kuchezesha mkono wake, jiwe kubwa la barafu kama kimondo lilitokea mbele yake. Basi yule mzee alisema kwamba we mtoto wa mwanaharamu, usifikirie kabisa kama unao uwezo wa kuingia kwenye mamlaka ya Wahinde. Haya, hebu onja kimondo changu cha barafu. Jiwe lile la barafu lilikuwa na ukubwa wa gari dogo na lilijongea moja kwa moja kusogelea pua ya ndege. Marubani walijikuta wakipiga makelele, wakasema kwamba inakuaje mtu kutokea mbele yetu? Walishangazwa kuona mbele kuna mtu. Katika urefu huo kutoka ardhini wa kilomita kadhaa, kani ya hewa ilikuwa kubwa mno. Ukijumlisha na spidi yake, athari kidogo tu ingesababisha ndege kupata matatizo na kuanguka. Sasa kwa jiwe hilo la barafu, ingawa ndege yenyewe ina mfumo wa kuyeyusha barafu, lakini hilo halikuwa barafu la kuyeyushwa na joto, kwani zilitumika nguvu za kiroho kulitengeneza. Hivyo kama ndege hiyo ingegongana nalo ana kwa ana, kuharibika ilikuwa ni jambo rahisi sana. Hamza alielewa yote hayo. Haikujalisha ndege ilikuwa na uimara kiasi gani, ilikuwa ni ngumu kwa muda huo kutua salama. Hivyo alifanya maamuzi magumu kulinda watu waliokuwa ndani ya ndege. Hamza akasema, shikilieni silaha pasipo kuiachia. Mara tu baada ya Hamza kuongea hivyo, mara moja alichomoa silaha na pale pale aliachia pigo la kusudi kulenga paa la ndege. Kwa mlipuko huo mkubwa uliotokea, ulisababisha hewa nyingi kuingia ndani ya ndege. Sasa tofauti ya pressure kati ya ndani ya ndege na nje ilisababisha ndege hiyo kuanza kuharibika kwa kasi. Haikujalisha ndege hiyo ilikuwa na nguvu kiasi gani, isingeweza kuhimili kani ya hewa. Sio hivyo tu, kwa watu pia katika umbali huo kutoka usawa bahari, hali haikuwa nyepesi kwa watu wa kawaida. Hata hivyo Hamza hakujali sana. Kwa kutupia pigo lingine la kusudi, alikata ndege ile vipande viwili na kufanya ianze kuporomoka kwenda chini. Ni katika hatua hiyo hiyo, ndege ilianza kudondoka na lile jiwe la barafu likapita juu yao. Ilionekana kushuka kwa ghafla kwa ndege hiyo kulifanya iweze kukwepa kimondo kile cha barafu. Sasa Wangoreme mara baada ya kuona tukio hilo alitoa tabasamu la ukatili, akasema, wewe mshenzi. Yaani umeamua kuharibu ndege yako mwenyewe ili kukwepa pigo langu. Ngoja tuone mwisho ujanja wako. Basi hata hivyo jambo lilofuata lilimwacha Wangoreme mdomo wazi. Kila mtu aliyekuwa ndani ya ndege alijikuta akielea hewani. Hata Irene na wengine ambao hawakuwa na mafunzo ya nishati walitegemea kushikilia silaha
na kuelea angani. Wangoreme kwa mshtuko akasema, hii ni silaha ya hiari kutoka nyumbani tu. Wangoreme alionekana kushtuka sana, akionekana kuelewa mbinu hiyo ya kisilaha, na pale pale alitoa sonyo la ukatili. Akasema ya kwamba nimekuchukulia poa wewe mtoto ukoo wa simba. Basi muda huo wanawake waliokuwa wakipiga makelele, mara baada ya kugundua hawakuwa wakidondoka kwenda chini, wote walijikuta wakiangalia silaha walizoshikilia kwa macho ya mshangao. Irene akasema, wow, Dareji, angalia tunapaa jamani, dada, ona. Aliongea Irene aliyeshikilia silaha na mikono yake yote, mara baada ya kugeuza uso wake na kuona Regina alikuwa karibu yake. Alifumbua macho yake na kupiga makelele ya furaha. Regina muda huo alitumia uwezo wake wa nishati kuwazingira watu wawili, akiwemo Irene, wasiathiriwe na baridi. Hata hivyo haikuwa na maana kwa sababu damu ya Irene ilikuwa ni kama yake tu na ilikuwa na kinga baridi. Upande mwingine, shangazi na wengine nyuma walikuwa katika hali ya kukinzana na mshtuko waliokuwa nao kutokana na uzee. Upande wa Himidu aliyekuwa amemshikilia mzee Abbas, aliishia kufuta majimaji yaliyotoka kwenye paji lake la uso, na kisha akasema kwamba kwa namna hii inabidi niwe natembea na bosi kila mahali, maana nashangaza sana ese. Yule akasema kwamba naona mbinu ya watu nyumbani tu ina manufaa kiasi chake. Basi Chinga kama mwanafamilia wa nyumbani tu aliyekuwa amesimama juu ya silaha kwa ukakamavu mkubwa, kwa kujiamini sana, aliongea akasema kwamba hii mbinu ya silaha ya hiari ya nyumbani kwetu ni hatari sana. Sasa kuhusu wengine kama Dina, Liz, Priscilla na wengine ambao ilikuwa mara yao ya kwanza kukumbwa na miujiza aina hiyo, mwanzoni walikuwa na hofu, lakini mara baada ya kuona Hamza alikuwepo mbele yao, woga ulioondoka na wakaona hali hiyo ni ya kipekee. Hasa muda huo Hamza aliyekuwa amesimama juu ya silaha alikuwa na uso wa kazi. Aliona wazi huyo mshenzi wa Wahinde alikuwa hapo kwa ajili ya nia ya kuua tu, na kama isingekuwa mbinu ya hiari, nusu ya familia yake wangepoteza maisha. Afu istosha, aliona hata kama angemtumia gamba kubeba kila mwanafamilia, ingekuwa ni ngumu kuwakairisha wote kwa wakati juu ya mgongo wake, yani kwa wakati mmoja juu ya mgongo wake, ingekuwa ni ngumu sana. Kwa namna hiyo aliona wazi watu hao wa kabila la Kihinde hawakumchukulia kwa umuhimu wote, na kama ni hivyo alijiambia hapaswi kuonyesha huruma yoyote ile kwa sababu tu eti wanadamu sawa na ya mke wake. Genduleza aliyekuwa amekalia kwenye ubapa wa silaha sasa huku akicheka akasema kwamba Hamza, hawa wamezidi sasa. Naona walipanga kutuua tukiwa njiani. Hivi unaonaje tukimfanya Gamba kuwa meza wazima? Muda huo Gamba alikuwa amejikunja kwenye shingo ya Genduleza kama skafu, huku macho yake akitoa miale ya hamu ya kuingia vitani. Yalichotaka ni kusikia amri tu ya mwamba Hamza. Basi akajibiwa kwamba yamkini ni kwa sababu hii ndio maana anapaswa kuimaliza hii vita mwenyewe. Sasa muda huu Wangoreme alikuwa bado yupo hewani, na kwa jinsi alivyokuwa akipiga hatua hewani ni kama malaika vile. Damu yao iliwafanya kuwa na uwezo wa kudhibiti molekuli za maji hewani. Ingawa kiasi cha uamsho wa damu yao kinatofautiana kutokana na kuishi kwao muda mrefu, vipaji vyao vilikuwa ni vya juu mno na waliweza kufahamu siri nyingi za asili na kuzifanya kuwatii, kama alivyoweza kuamrisha molekuli za hewa kuganda ili kuweza kukanyaga juu yake. Wangoreme alisema, wewe mwanaharamu kutoka familia mzee, kwa jina naitwa Wangoreme na nipo hapa kupigana na nguvu yako ya kusudi. Basi muda huo Wangoreme aligundua Hamza hakuwa kabisa na nishati yote mwilini, na kwa hilo tu hakutaka kabisa kumchukulia kwa uzito. Hamza akasema kwamba kwa hiyo wewe ndiye Wangoreme, mbona upo peke yako? Hamza mara baada ya kusikia jina hilo alikumbuka aliliona pia kwenye taarifa ile ya Himidu. Wangoreme alicheka akasema, we mtoto, watu wengi wa nini, ili hali mimi peke yangu tu ninatosha kukushikisha adabu. Basi muda huo Wangoreme aliamsha nguvu yake ya kiroho kwa kiwango cha ukamilifu mkuu wa uamsho na kufanya silaha zote zilizokuwa hewani kutingishika. Sasa mara baada ya pale alichanua mikono yake juu, na pale molekuli za hewa zilianza kugeuka cheche za sindano. Cheche hizo za barafu juu angani zilikuwa zikitoa msisimuko mkubwa wa nguvu ya kuua. Akasema ya kwamba hii ndio mbinu yangu ya ufunuo wa nyimfu ya ujuzi mkuu wa mvua ya mishale. Haya, niambie, unao njia ya kukinga shambulizi langu hili lisiumize hao viwete wenzio?
Mara baada ya watu wote kuhisi msisimko mkubwa wa nguvu za Wangoreme na kuona mishale hiyo ya barafu iliyokuwa ikielea angani, ukimwacha Genduleza pekee, yani ukimwacha Genduleza pekee, kila mtu alijawa na hofu, ila Genduleza hakuwa na hofu. Hamza hakuonyesha hisia zozote, lakini macho yake yalikuwa katika hali ya kejeli, na kisha pale pale akasema kwamba ni bora uite hiyo mbinu mvua ya mishale isiyo na madhara, naweza kukuelewa. Wangoreme mara baada ya kusikia maneno hayo alijikuta akiwa na hasira kiasi cha kuanza kucheka. Wangoreme akasema kwamba sasa ngoja nikuonyeshe nguvu halisi ya mishale hii ya mvua, nikufunge mdomo wako. Hamza pale pale macho yake aliwaka, na mara moja tu aliita kundi kubwa la silaha zisizopungua 8,000 kutoka kwenye pete. Kwenye level aliyokuwepo wakati huo alikuwa na uwezo wa kuita makumi elfu ya silaha, lakini kwa mtu kama Wangoreme hakuhitaji silaha nyingi sana. Ghafla tu silaha zile zilizofyatuka zilijikusanya angani kwa kugandiana, zikaziba anga juu na mbele ya Hamza. Ilikuwa ni mkao wa ajabu sana, kwani silaha zile zilijitengeneza kwa namna ya kutengeneza kivuli kizito chini yao. Mandhari hiyo iliwashtua na kuwashangaza Regina na wengine wote waliokuwa nyuma. Walijikuta hata wakisahau kama walikuwa hewani, kwani jambo hilo lilikuwa ni la kushangaza mno. Sasa Yuli akauliza kwamba wapi umetoa silaha zote hizo? Yuli aliuliza aliyekuwa akishangaa zaidi. Wengine wote walikuwa katika hali ya kushangaa, walihisi Hamza ni kama malaika. Wangoreme, bwana aliyekuwa na majigambo, alijikuta akiwa katika hali ya mshtuko mkubwa mara baada ya kuangalia mishale ya barafu aliyotengeneza na wingi wa silaha alizokuwa nazo Hamza. Utofauti kati yao ulikuwa ni kama mtoto wa miaka 3 anajaribu kupigana na giant. Eti mvua ya mishale ina nguvu mbele ya silaha zangu, aliongea Hamza kwa kejeli. Wangoreme moyo wake ulikuwa na mshtuko na hasira kubwa kwa wakati mmoja. Wangoreme akasema kwamba wewe mjivuni, hivi nadhani kwa kuleta silaha hizo kimiujiza zina uwezo wa kukabiliana na mishale ya mvua niliyoitengeneza na kuiunganisha na nguvu ya nishati? Mara tu baada ya kuongea hivyo, pale pale alichezesha mkono wake na mvua ile ya mishale ya barafu ilianguka kwa kasi kuwalenga Hamza na wengine. Hamza kama kawaida alikuwa amesimama juu ya silaha yake. Alipoona anguko hilo la mishale ya barafu, pale pale aliamsha nguvu ya kusudi bila kusita. Hamza akasema kwamba nguvu ya kusudi sio pingika, mpasuko wa anga, mvua kusudi. Mara baada ya silaha zile kufunikwa na nguvu kubwa ya kusudi, zilianza kutoa miali ya kung'aa yenye nguvu kubwa mno. Kwa kupitia mapigano yale ambayo alimpeleka katika kufika ukomo wa uwezo wake, na kisha kubahatika kupata uyoga na kuula kiasi cha kurudisha na kuongeza uwezo wake, nguvu yake ya kusudi katika mapambano halisi ilikuwa kubwa mno kuliko zamani. Nguvu ya kusudi ilikuwa ikitoka katika hali ya kutisha sana na kufanya iwe dhahiri. Ukifananisha na mwanzo, athari za nguvu ya kusudi zilifanya silaha zile makali yake kuwa makubwa zaidi kiasi cha kukata kwa mbali, huku sasa hisia zake zikiwa kama sumu kwa mpiganaji. Silaha zile zilizokuwa zimejipanga hewani, mara baada ya kuhisi mishale ile ya barafu kusogea, nguvu ya kusudi iliamka na kukabiliana na barafu ile na kuipasua pasua. Sauti ya barafu kugongana na silaha ilikuwa ni kama mvua ya mawe juu ya bati. Ingawa chembe-chembe za barafu ziliweza kupita kwenye upenyo wa silaha, nguvu ya kusudi iligeuza barafu zile na kuwa kama unga wa theluji kisha kusambaa. Lakini kwa Hamza kulikuwa na tofauti. Mbinu zake za mafunzo hazikuwa za kuvuna nishati, bali za kuamsha uwezo wake wa ndani. Hivyo aliweka umakini zaidi katika kufanya mazoezi magumu ya viungo, tofauti na wavuna nishati ambao walitegemea zaidi kutahajud. Ukiachana na hilo, Hamza tokea akiwa mdogo alikuwa amesukwa vilivyo kimapigano. Vilevile alikuwa amesoma taarifa nyingi kuhusu sanaa za mapigano na kuona nyingi. Hivyo uzoefu wake ulimpa faida kubwa sana kwenye mapigano ya ana kwa ana. Muda huo alikuwa akishambulia kwa silaha, na wakati mmoja nguvu ya kusudi ilikabiliana na nguvu za nishati za adui yake. Ni kama nguvu ya kusudi ilitengeneza njia kwa silaha yake kugusa mwili wa adui yake. Ese, wewe mzee ni dhaifu sana ese, unanipotezea tu muda, aliongea Hamza aliyeona Wangoreme uwezo wake wa kimapigano ulikuwa mdogo sana. Hata hivyo maneno yake hayo alimfanya Wangoreme kukasirika kiasi cha kutaka kutapika damu. Wangoreme akasema, mtoto mjivuni sana, ngoja Kabla hata Wangoreme hajamaliza sentensi yake, Hamza alifyatua silaha yake na moja kwa moja ilienda kulenga shingo ya adui kwa spidi kubwa mno. Kabla hata ya Wangoreme hajajua kilichotokea, mwili wake ulishatengana na kichwa.
Hamza rakaraka aliwahi kichwa kile na kukidaka huku akiangalia mwili wa Wangoreme ukidondoka chini. Nyuma yake Reji na wengine hawakuweza kuona hata ni muda gani au kivipi Hamza aliweza kuikata kichwa cha mzee Wangoreme, babu wa mababu wa ukoo wa Wahinde. Tukio hilo liliwafanya watu wote kujawa na furaha na hamasa kubwa mno. Basi Chinga akasema ya kwamba wow, nguvu kubwa sana hii Mr. Hamza. Aisee, Mr. Hamza uwezo wake ni hatari sana, aliongea Chinga ambaye alikuwa amemshikilia Joli. Katika moyo wa Hamza kupitia pambano hilo alikuwa angalau na uelewa kidogo juu ya nguvu waliokuwa nayo familia hiyo. Alifikiria kwa muda na kisha pale pale aligeuka na kuinua mikono kuita silaha zile zilizokuwa zikielea angani. Hamza akasema kwamba kwa nguvu ya kusudi isiyopingika, maumbo ya simba mzalabari. Ndani ya sekunde tu silaha zile zijikusanya pamoja kwa muda mfupi na kutengeneza maumbo 8 ya kisilaha yaliyokuwa yakielea angani. Kutokana na wingi wa silaha, maumbo hayo makubwa, yani kwa ukubwa wake tu, kwanza ukubwa wake uliongezeka pia. Sasa Reji akauliza kwamba Habi, kuna maadui kwani wengine? Aliuliza Regina ambaye alishindwa kujizuia baada ya Hamza kutengeneza hayo maumbo ya kutisha kwa nguvu ya kusudi na mbinu ya hiari pekee. Adui amekwisha kufa, lakini hamwezi kuendelea kuelea kwenye silaha pekee. Mnapaswa kukaa kwenye maumbo haya kwa ajili ya kujiongea mbele. Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, pale pale aliamrisha maumbo yale ya kisilaha kushuka kwenye miguu yao na kuwataka wayakalie. Kila mmoja aliweza kuelewa nia ya Hamza na waliweza kuona kukaa juu ya maumbo hayo ya silaha kulikuwa afadhali zaidi kuliko kuning'inia kwenye silaha. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Irene kuona ajabu hiyo ya silaha, na mara baada ya kukaa juu yake, mapigo ya moyo yalimwenda kasi kwa namna mwili ulivyohamasika. Sasa muda huo ndege nyingine waliokwea watu wa bondeni ilikuwa ikikaribia kutua. Aisee, ni muda wa kuelekea nyumbani kwa Wahinde kuwapatia zawadi yao. Hamza akiwa ameshikilia kichwa cha Wangoreme pale pale aliamrisha maumbo yale ya silaha na kuanza kuwashusha chini huku akielekea mbele kwa kasi sana kusogelea miliki ya Wahinde. Ndani ya ukumbi wa Kigoda katika makazi ya Wahinde, kundi la wazee wa ukoo huo na wanachama wengine wa kifamilia walikuwa katika majadiliano. Na yote yalikuwa yamesimamia katika msingi kwamba Hamza asingeweza kabisa kufika kwenye makazi yao. Kwa ufupi, wote walikuwa wakimsubiria Wangoreme kurudi na taarifa za ushindi na si vinginevyo. Hata hivyo, ni muda huo sauti za ngurumo ziliweza kusikika kutoka juu angani. Tengu ambaye alikuwa amekaa katika kiti cha juu zaidi, mara moja alisimama huku macho yakiwaka, akauliza kwamba ni kitu gani hicho kinachonguruma. Junsa akajibu ya kwamba babu wa mababu, hiyo ni sauti ya ndege. Akauliza ya kwamba ndege? Aliongea kwa tanabahi na kisha akauliza kwamba inamaanisha Wangoreme ameshindwa kuishusha. Mara baada ya kuuliza hivyo hakusubiri jibu, na pale pale aliongea kwa msisitizo akasema ya kwamba nifuateni nje tukaangalie kinachoendelea. Kundi hilo la wanachama wa familia ya Wahinde kwa pamoja walifuatana na wenzao kutoka nje ya ukumbi wa Kigoda. Ni muda huo ndege ya abiria binafsi ilikuwa imekwisha kutua kwenye uwanja wa ndege mbali kidogo na makazi hayo, na ilionekana wazi. Tengu akasema ya kwamba kumbe ile ndio ndege. Sijajitokeza huko duniani kwa miaka 200. Kumbe kitu kama hiki kimetengenezwa. Aliongea Tengu. Junsa akasema ya kwamba babu wa mababu, nadhani tunapaswa kwenda kuwazingira. Tengu akasema ya kwamba wameshafika hapa, acha waje tuwaue. Aliongea Tengu huku sasa akiwa ameweka mikono yake nyuma. Hana wasiwasi kabisa. Upande wa mwanamke mmoja katika sehemu ya wazee hao wa kale aliongea akasema ya kwamba mjomba Tengu, hauna shauku wa kujua wapi mjomba Wangoreme ameenda? Mwanamke huyo mzee alifahamika kwa jina la Magoe. Alikuwa ni kati ya wazee wa kale wachache ambao ni wanawake. Sasa Magoe akajibiwa kwamba Magoe, unadhani kuna tatizo bali limempata Wangoreme? Magoe akajibu ya kwamba mimi binamu yako sitaki kuyapa kipaumbele mawazo hayo kwa levo ukamilifu mkuu wa uamsho wa nafsi. Hata kama mjomba Wangoreme asiweze kushindana na nguvu ya kusudi, hawezi kuliwa kirahisi. Basi babu mwingine akauliza kwamba sidhani kama kweli Wangoreme yuko sawa, kwa nini mpaka sasa hajarudi? Tengu akasema kwamba Lutenge, unamwazia sana mawazo mabaya ndugu yako bwana. Hata kama hamwezi, yani kwamba labda humwezi kimapigano kwa miaka mingi, si vizuri kufikiria mabaya juu yake bwana kwa epesi kiasi hicho.
aliongea Tengu. Katika macho ya mababu hao, waliamini Wangoreme atakuwa amepata misukosuko midogo, ila haiwezekani akauliwa. Isitoshe, katika macho yao ni ngumu kijana mdogo katika umri wa miaka 20 na kumshinda mzee wa miaka mingi mwenye levu ya uamsho wa uungu wa nafsi. Hata jemedari wakati alipotokea miaka mingi iliyopita hakuwa na uwezo wa aina hiyo kwenye umri wake wa miaka 20. Hasa muda huo ndege ile iliweza kusimama kabisa na kufungua mlango wake. Na pale pale alionekana mzee mkuu Bwana Mfue akiongozana na kundi la wanajeshi wa bondeni wakishuka kwenye ndege hiyo. Mara baada ya wanajeshi hao wa bondeni kuona sanamu kubwa la kasa mweusi katika eneo la katikati la makazi ya Wahinde, macho yao yalijaa hamasa kubwa. Kwao bondeni ilikuwa ni kama uhamishoni tu, lakini eneo hilo ndio asili yao. Sasa mzee Mfue alisema kwamba hatimaye tumerejea baada ya miaka mingi tokea mababu zetu kuondoka. Ninyi mababu wa asili ya uzao wetu, tunawaahidi hatuwezi kuangusha leo hii ya kurudi kwetu. Aliongea mzee Mfue akiwahamasisha vitukuu wake. Sasa Siwi akasema kwamba mkuu, Wahinde wale wanatuangalia. Aliongea Siwi akinyosha kidole kuelekea eneo la kati la makazi ya Wahinde. Hasa muda huo waliweza kushuhudia watu 1000 wakazi wa miliki ya Wahinde, ukilinganisha na wao ambao hawakuzidi hata 20. Hakustahili hata kuongelea. Mfua akasema kwamba twendeni bwana. Wapo watu wengi kweli kweli, lakini si kitu. Nifuateni, kwani hatupo hapa kuliasi jina la asili ya familia zetu. Basi kuna mzee mwingine akamwambia kwamba lakini mkubwa, si Hamza wala mtawala wetu aliyefika hapa. Aliongea mzee mwingine. Lakini mkubwa wa wazee ambaye ni Mfue aliishia kugeuka na kisha akaongea kwa sauti ya ujasiri. Akasema kwamba hatuwezi kumtegemea Hamza pekee kwenye kurudi kwenye ardhi asili yetu. Mr. Hamza anaweza kuwa mtengeneza njia wetu, lakini sisi wenyewe tunapaswa kusimama imara. Kama hatuwezi kukabiliana na Wahinde uso kwa uso, hata kama Mr. Hamza akitushindia vita, bado Wahinde watatudharau. Ndiyo tupo wachache kinguvu, lakini jambo muhimu ni kwamba hatupaswi kushindwa kiujasiri na Wahinde. Basi mara baada ya maneno hayo ya mkubwa Mfue kusikika katika vitukuu wake na wazee wachache, hamasa ilionekana katika macho yao. Chini ya utangulizi wa Mfue, kundi hilo lilianza kupiga hatua ngangari kusogelea makazi ya Wahinde kwa ajili ya vita. Tengu aliyeongoza zaidi ya watu 1000 mara baada ya kuona kundi hilo la watu 20 wa familia ya Dosa wakisogea, yeye na karibu wenzake wote walikuwa na nyuso zilizojaa kejeli. Kwanza walianza kuwajadili. Na familia hao walikuwa wakijadiliana wao kwa wao kwa kicheka. Kasema kwamba hili kundi la ukoo wa Dosa linafurahisha sana. Kwa nguvu zao chache, mkale mmoja tu kati yetu anao uwezo wa kuwashinda kwa kuchezesha kidole tu. Mwingine akajibu, hili ni swala la kutegemea. Kama kweli ukoo wa Dosa ungekuwa na nguvu kubwa, ingekuwaje ukashindwa vita dhidi yetu miaka mingi iliyopita na kwenda kujificha kwenye kisiwa kwa miaka mingi? Kajibu, lakini kwa nini Hamza na Regina haonekani bwana? Sije kawa wameshikwa na woga na kukimbia? Basi wanafamilia walikuwa wanaongea hivyo. Hakuna ambaye aliongea kwa kificho na wala hakuna ambaye aliogopa kundi hilo la wanaukoo wa familia Dosa kutoka bondeni. Tengu aliishia kuonyesha hali ya kukubali utayari wao. Ni hivyo tu kwamba watu hao walikuwa dhaifu sana kuwafanya chochote. Sasa Tengu akasema kwamba hawa uzao wa familia Dosa wana mizizi mirefu ya kihistoria. Ni hivyo tu asili yao imejengwa katika udhaifu. Aliongea Tengu. Junsa akasema kwamba Mfue, mwizi kikongwe, kwa nini usingeendelea kufurahia uzee wako huko kisiwani kwenye kisiwa cha mabonde na kuishia kula njama na Hamza na kuja kutuletea matatizo kwenye ardhi ya babu zetu? Au wewe na familia yako umechoka kuishi? Aliongea hivyo Junsa akiwaangalia watu wa bondeni waliokuwa wamefika mbele yao mita kadhaa. Asa Mfue akajibu kwamba Junsa, mimi ni mkubwa kwako kwa umri. Hivi unawezaje kuniita mwizi? Isije ikawa hadhi na taswira ya Wahinde imeharibika kwa kiwango hiki. Hata hivyo haishangazi, kwani mjukuu wenu Gerson amefanya mambo machafu na ya kishenzi. Pengine aliwakilisha kinachoendelea hapa. Aliongea hivyo Mfue. Junsa akasema kwamba Regina aliyeamsha damu yake na vile vile kuweza kufunua kitabu kisicho na maandishi na kuwa na kasa utambulisho asili yetu
ni haki yake kurudi kwenye asili ya mababu zake na kuwasujudia, lakini badala yake akala njama na huyo mwanaharamu Hamza na kuwadharau mababu na kutaka kuwatawala. Na nyie badala ya kumzuia mkaungana naye. Nyie ni wasaliti tu mnaostahili kufa kwa uasi wenu. Aliongea hivyo Junsa. Sasa akaambiwa kwamba unachoongea ni ujinga mtupu. Kama kweli unafahamu mtawala wetu ni mtu aliyeweza kuamsha damu ya urithi wake, ameweza kufungua kitabu cha mbingu na kubarikiwa kuwa na kasa wasili yetu, basi mnapaswa wote kumuonyeshia heshima. Kitendo cha kumruhusu mjukuu wenu kumdhalilisha mtawala wetu ni sawa na kudharau urithi wa kitabu cha mbingu na kasa wasili yetu. Junsa akasema ya kwamba usisahau Regina amezaliwa na mwanamke mwenye hadhi ya chini kabisa katika kabila la Wahinde. Hata kama damu yake imeamka, hadhi yake ni ndogo kulinganisha na mimi kama kiongozi wa familia. Junsa akaambiwa kwamba Junsa, kwa hiyo unaenda mbali hivi kumdhalilisha mtawala wetu? Ieleweke kwamba hata kama miaka mingi iliyopita mlishinda vita na sisi Wadosa tukashindwa, mababu zetu walijua kuheshimiana. Afistoshe, wote waliunganishwa na asili moja ya urithi wa damu. Lakini sasa hivi mmejaa majigambo na kujiona wa kipekee kiasi cha kwanza kutudharau, si ndio? Hivi mnadhani uzao wa nyimfu uliweza kudumu kwa sababu yenu Wahinde? Basi Junsa akajibu ya kwamba unaongea ushenzi tu wewe. Mababu zetu kuwaacha mkiwa hai ilikuwa ni heshima ya kuhakikisha urithi wa damu unaendelea kustawi. Kwa uasi wenu chini ya macho mababu zetu, tutawaua nyote nyie vibaraka wa Hamza na kisha kurudisha kitabu cha mbingu nyumbani. Aliongea hivyo Junsa akiwa na dhamira thabiti kwamba anapaswa kuua wanajeshi hao wa ukoo wa Dosa. Baada ya hapo angeenda bondeni na kuendeleza vita, kisha kuchukua kitabu kisicho na maandishi, wakati huo wakimkamata Regina na kumfanya mateka wao ili awasaidie kusoma kitabu hicho. Asa Junsa kama kiongozi wa familia hiyo alikuwa ndiye mwenye maamuzi, afu sitoshe alikuwa na sapoti yote kutoka kwa wazee wa kale. Mara moja Junsa aligeuza kichwa chake na kumwangalia Tengu ili kuomba mawazo yake. Tengu akasema, kwa nini unaniangalia mimi? Kama mnavyo vinyongo binafsi baina yenu basi viondoeni wenyewe. Sisi kama babu zenu hatuwezi kujishusha kupambana na watu wasiokuwa na nguvu kiasi hicho. Junsa akasema, shukrani nyingi kwa maridhio yako babu. Asante sana babu wa mababu. Aliongea Junsa na kisha pale pale akageukia kundi la wanaokoo waliokuwa nyuma yake na kupaza sauti ya kwamba Wahinde, unganeni na mimi kuua waasi. Basi muda huo, mara baada ya mkubwa Mfue kuona kulikuwa na Wahinde wengi waliokuwa katika level ya mkandamizo wa nafsi, waliokuwa wakitaka kuwasogelea kushambulia, aliona mlima mkubwa. Kwa uwezo wao na uchache wao, yani ilikuwa ni sawa na kupiga jiwe na mayai. Lakini licha ya hivyo, ujasiri ndio nguzo yao. Hawakutaka kuogopa hata kidogo. Walivyoanza safari ya kuja hapo, walikuja kupambana kwa kufa ama kupona. Lakini sasa mara ile vita ya kuchinjana ilitaka kuanza. Mara sauti ya kuumiza masikio iliweza kusikika kutoka angani ikija kuelekea kwao. Muda huo waliweza kushuhudia mnyama mwenye umbo la sura ya nyoka na simba kwa wakati mmoja akishuka kutoka angani kwa spidi ya juu. Maelfu ya wanaokoo hao waliinua sura zao na kuangalia juu. Wakajikuta wakishikwa na mshtuko mkubwa kwa kile walichoweza kuona. Ingawa walichoweza kuona ni maumbo nane ya kislaha, muonekano wake ulikuwa dhahiri kama vile ni simba joka halisi anayeshuka kutoka mbinguni. Sasa muda huo, katika umbo la mnyama silaha lililotangulia, juu yake kulikuwa na kijana mdogo, yani kijana tu mdogo tu hivi mwenye kuchanganya rangi za kikabila, akiwa na muonekano uliojaa utulivu akiangalia watu hao walio chini yake. Aliuliza kwamba ni kitu gani hiki? Walianza kuulizana bwana. Akasema, mnyama wa kisilaha, kivipi silaha zikawa nyingi kiasi hicho? Isije ikawa imewezekana kwa kutumia mbinu ya silaha ya hiari ya nyumbani tu. Hata kama ni mbinu, kwa nini inatisha? Msikilizaji, achana na Wahinde wa kawaida ambao walikuwa katika hali ya kiwewe. Upande wa wazee wa kale wa familia hiyo, muonekano waliokuwa nao aisee ulibadilika kabisa. Mkandamizo uliokuwa umebebwa na silaha hizo haukuwa wa kawaida kabisa. Ulikuwa umepita zaidi ya miaka 200 au zaidi ya uzoefu wao wote wa kimaisha. Muda huo huo, upande wa mashariki katika eneo la mwinuko, wazee wa uungu wa kale waliokuwa na hamu ya kutazama yanayotokea
katika makao makuu hayo ya Wahinde walikuwa na hali za mshangao. Asa Jumbe huku akicheka akasema ya kwamba ni nguvu kiasi gani hii ya ufunuo wa kusudi kiasi cha kugeuza silaha katika utii wa namna ile. Hakika huyu mtukutu uwezo wake aisee, hana uwezo. Sogole akajibu ya kwamba ni wazi jambo hili si la kawaida kutokea, lakini naona huyu mtoto uwezo wake wa nishati ni mdogo sana. Ni kama hana kabisa ni. Kawezaje kuwa wazee wa kale wa Kistrigoi kwa kiwango cha nishati alichokuwa nacho? Basi Mkalembezi akajibu ya kwamba unashangaa nini? Yaani unashangaa uchache wa nishati za mwili wake? Kwa nini hujiulizi mpaka sasa Wangoreme hajulikani alipo tangu aende kuwazuia? Anaongea Mkalembezi. Sasa muda huo Mkalebihu aliishia kumwangalia komredi mwenzake Zinga kwa namna ya wasiwasi na kusema ya kwamba komredi Zinga, inaonekana huyu Hamza hajaji hapa kwa nia nzuri kabisa. Basi muda huo uso wa Zinga ulikuwa mkavu. Aliishia kuangalia maumbo yale ya silaha yaliyokuwa yakishuka katika hali ya tafakari nzito. Upande mwingine mrembo Hasina macho yake hayakuwa makini juu ya maumbo ya silaha wala Hamza mwenyewe. Upande mwingine mwanaume mwenye nywele ndefu aliyejilaza kwa kuegamia jiwe ghafla alisimama, akatema jani la mti alilokuwa akitafuna, kisha akayangalia yale maumbo ya kislaha yaliyokuwa yakiambaambaa angani, na tabasamu la mzaa likaonekana kwenye midomo yake. Sasa muda huo mbele ya ukumbi wa Kigoda, kadamnasi yote ya Wahinde waliangalia maumbo ya silaha angani na hakuna aliyejali tena kuhusu kupigana. Maumbo yale ya silaha yalitua kabisa chini ya ardhi, mita kadhaa katikati ya eneo hilo la miliki ya Wahinde, kwa namna ya kunesanesa na kujipepesua kana kwamba yalikuwa na nafsi. Wakati huo sasa zile silaha zilizotumika kutengenezea maumbo hayo zilitoa mng'ao kama kioo kinachomulikwa na jua, na mng'ao huo ukasambaza msisimko uliotishia uhai wa kila mtu aliyekuwepo mahali hapo. Vitukuu hao wa Kihinde walijikuta bila kujielewa wakipiga hatua kadhaa nyuma. Sasa Junsa akasema ya kwamba mababu wa mababu, yule ndio Hamza. Aliongea Junsa mara baada ya kumuona kijana mdogo nadhif akiwa juu ya umbo la simba joka. Kundi la maskari wa Kihinde waliokuwa na nia ya kushambulia na wanabondeni walijikuta wote wakirudi nyuma. Hakuna hata mmoja aliyeweza kuthubutu kupigana na maumbo hayo ya silaha. Mkubwa Mfue na vitukuu wake walijawa na furaha kubwa, huku wakaliita jina la Hamza na Regina. Sasa muda ule Regina, mtawala wa bonde, alishuka kijasiri kabisa kutoka kwenye moja ya maumbo ya kislaha, kisha akatembea na kufika mbele ya Mkubwa Fue na wenzake. Mkuu wazee, naomba unisamehe kwa kuchelewa. Kuna aliyepata changamoto kati yenu? Tupo sawa mtawala. Ili mradi wewe mtawala wetu upo salama salimini na tosha kabisa. Juu ya yote wewe na Mr. Hamza mmefika wakati mwafaka kabisa. Kwa hiyo tupo salama wote, alijibu Mfue. Muda huo upande wa Tengu macho yake yalikuwa juu ya mwili wa Hamza na aliongea akiwa na muonekano wa ajabu sana. Akasema kwamba wewe mtukutu, yuko wapi mdogo wangu Wangoreme? Wakale hao waliweza kutambua Hamza alikuwa na nguvu kubwa kuliko walivyodhani mwanzo, na walishindwa kujizuia kuwa na wasiwasi juu ya Wangoreme. Asa Hamza alishia kuchezesha kidole chake angani, na ghafla silaha iliyokuwa ikipaa kwa kasi kutoka angani ilishuka kwenye ncha yake, ilionekana ikiwa imebeba kichwa cha mtu. Basi mara baada ya wazee hao wakale kuona bisu likishuka kutoka angani na kichwa cha Ngoreme, walishindwa kujizuia na kutoa milio ya maki wakisema Wangoreme, wengine walisema babu wa sita. Wanako wengine walishia kuonyesha hali ya hofu na woga kwa wakati mmoja. Au kutegemea kabisa kwamba babu wa mababu zao Wangoreme angekatwa kichwa muda mfupi tu baada ya kujitokeza kwenye dunia ya kawaida. Kwa upande wa Mfue na wenzake, walijawa na hamasa kubwa kwa jambo hilo. Damu zilichemka mno. Tengu alikuwa katika taharuki kubwa na aliongea akiwa ametoa macho akasema, wewe, yaani umethubutu kumchinja ndugu yetu? Mtoto kama wewe ambaye hujui hata asili ya neno kifo lilivyo. Kwa hiyo kwamba ni familia yenu ndio yenye ruhusa ya kuwa familia yangu, si ndio? Ila mimi siruhusiwi kuua nyie kundi la mbwa wa kale, si ndio? Anaongea Hamza. Tengu alisema ya kwamba vizuri sana. Majigambo gani haya kwa mtoto kama wewe? Hivi nadhani unaweza kufanya unavyojisikia mbele yetu kwa nguvu ulizonazo? Hamza aliona hata uvivu wa kujibu. Mara moja alichangua silaha zile, zikadondoka chini na kufanya watu wake kukanyaga ardhi.
Baada ya hapo, mara moja aliamrisha silaha zile zikaanza kujikusanya tena hewani na kutengeneza maumbo ya kislaha. Kwa uwezo wake huo wa wepesi wa kuamrisha silaha kuchanguka na kujirudisha katika maumbo, ilifanya kundi hilo la Wahinde kwa mara nyingine kujawa na mshangao. Sasa Hamza akasema ya kwamba nisikilizeni, kwani naenda kuongea mara moja tu. Aliongea Hamza kwa sauti kusasa, akiangalia kundi lote la Wahinde, kisha akanyosha kidole chake kumlenga mke wake. Aisee, kuanzia sasa na kuendelea, nyie binadamu wote wa Kihinde mnapaswa kumkubali mke wangu Regina Dosam kama kiongozi wenu. Kuhusu mtakaopingana na mimi, nitawaua wote leo hii. Basi muda huo msisimko aliokuwa akisambaza Hamza ulikuwa ni wa viwango vya juu. Mara baada ya kupigana vita vingi, nguvu yake ya msisimko wa kimauaji ilikuwa kubwa mno, kiasi cha kusababisha karibu Wahinde wengi kuwa katika wasiwasi kiasi cha kushindwa kuinua midomo yao. Lutenge aliyekuwa amesimama nyuma ya Tengu pale alipiga hatua mbele na kisha akaongea akasema kwamba we mtukutu unainuka, pengine ni kwa sababu Wangoreme alikosa umakini ndio maana akaweza kuuliwa na mtoto kama wewe. Kama umethubutu kumuua ndugu yangu, leo hii nitakufanya ufahamu kwamba Wahinde si watu wa kuchokozwa kizembe. Tengu ambaye alionekana kujiandaa kimapigano akasema kwamba brother Lutenge, ngoja nitadili naye. Hata hivyo Lutenge alimzuia akasema kwamba bro, kwa nini kuacha upigane na mwanaramu kama huyu wa daraja la chini? Kaa kwa kutulia bwana, kwani nitahakikisha namlipia kisasi brother Wangoreme. Mara baada ya Tengu kusikia hivyo, alishia tu kutingisha kichwa chake kukubali, akasema basi sawa. Lutenge mara moja aliwaangalia vitukuu wake, kisha pale akasema kwamba uzao wa nyimfu, sogeni mbali nisije kuwaumiza. Mara baada ya maneno hayo, pale Lutenge alifyatuka kuelekea angani, akiamsha uwezo wake wa juu wa uamsho wa kiungu. Ghafla tu jotoridi la eneo hilo lilishuka kwa kasi na molekuli za maji hewani zilijikusanya kumsogelea kwa kasi ya kuonekana kwa macho na kutengeneza vioo vya barafu hewani. Msisimko huo na mkandamizo wa kinishati uliwafanya wanafamilia wa Kihinde kujawa na hamasa kubwa. Hawakumwogopa tena Hamza na maumbo yake ya silaha. Mbele yao Reji na wengine walikuwa na hofu kubwa mno. Ni muda huo, kwa nishati walizokuwa nazo, walijua ni gepu kiasi gani lililokuwepo kati yao na wazee hao wa uungu wa kale. Hata hivyo, haikujalisha wazee hao wa kale walikuwa na nguvu kiasi gani, Regina na wengine hawakutaka kurudi nyuma kwa hatua hata moja, kwa sababu kama Hamza hakuwa amewaambia wasogee nyuma, basi hakuna sababu ya kusogea nyuma. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Hamza hakuwa amesogea hata inchi moja. Alikuwa akimwangalia tu Lutenge akikusanya nguvu zake za nishati kwa kadri awezavyo. Basi Lutenge akasema kwamba we mwanaharamu mjevuni, kama usiponishambulia mapema utakuja kujutia. Angalia kwa makini, hili ndilo pigo kubwa kati ya mbinu nyingi za uhodari wa nyimfu, maarufu kama upawa wa kughadhabika kwa mbingu. Leo nakwenda kukuharibu kwa shambulizi moja tu. Kabla hata sauti yake haijakauka, pale Lutenge aliinua mikono yake juu na kama vile mtu anayekoroga anga, pale muonekano wa anga ulianza kubadilika na kuwa kama pazia la kioo linalotingishika kwa kasi hewani kama mawimbi. Kufumba na kufumbua, ukubwa wa anga lililobadilika uliongezeka na kufikia urefu wa futi 100 kwenda angani. Wimbi hilo la upawa wa ghadhabu lilikuwa kubwa kiasi kwamba ilikuwa kwanza ni ngumu kwanza kukwepa. Nguvu hiyo kali ilisababisha ardhi yote unyevujevu wake ukaganda na kuwa matabaka ya barafu, huku hata mawe yakianza kupasuka. Pale wimbi lile kama pazia la barafu lililoenda hewani lilianza kusogea kwa kasi na kutengeneza ngurumo kwa wakati moja. Ilikuwa dhahiri pigo hilo lilikusudiwa kummaliza Hamza na familia yake yote. Sasa Hamza, baada ya familia wa Wahinde kuona babu wa babu zao wakifanya pigo la namna hiyo, walijawa na furaha mno. Hamza aliyekuwa amesimama pasipo kufanya chochote, macho yake yaliwaka kidogo na kwa namna fulani hivi alionyesha hali ya kutokuridhika. Alishia kuongea akasema kwamba ubatili mtupu. Hamza aliongea hivyo. Lutenge akasema kwamba nini? Yaani unasemaje? Lutenge mara baada ya kusikia maneno hayo ya Hamza alijikuta akijawa na hasira nyingi, lakini kwa wakati mmoja alishindwa kujizuia na kuwa na wasiwasi. Hamza bado hakusogea.
Yale maumbo 8 ya kisilaha yaliyokuwa yakinesanesa juu angani aliyagawanya katika makundi mawili, kulia na kushoto. Maumbo hayo ya kisilaha yote yalionekana kuwa tayari kukabiliana na pigo hilo la upawa wa ghadhabu bila kuwa na wasiwasi wote. Nguvu kubwa ya kusudi aliyokuwa akitoa Hamza ilidhihirika wazi juu ya silaha hizo kwa namna ya kumetameta kwenye makali ya silaha hizo. Maumbo yale ya kisilaha yalicheza angani kwa kubadilisha mkao, huku wakati mwingine silaha zikijitutumua kwa kuachiana na kurudiana kama vile ni mnyama anayepumua na tumbo kwa kasi kubwa. Mara baada ya pigo lile la ghadhabu ya upawa kuvaana na maumbo hayo, sauti zilizosikika zilikuwa kama vile anga linachanika. Kilichofuatia ni ungaunga wa vipande vya barafu uliopeperushwa na upepo, huku pazia lile likiharibika mara moja. Wanawake wote waliokuwa nyuma ya Hamza walijikuta wakijawa na hali ya ni kama kutahayari vile. Yaani hawakuamini pigo la Lutenge aliloliandaa kwa mbwembwe zote na kuliita jina la kutisha la mwiko wa ghadhabu. Lingeishia kuwaletea msisimko wa baridi pekee, kama vile wanadondokewa na matone ya mvua tu. Kundi hilo la wafuasi wa Hamza, hali yao ya morali ilirudi upya, huku upande wa Wahinde sura zikibadilika na kupauka kana kwamba wamepakwa majivu. Lutenge mwenye pigo lake aliishia kurudi ardhini akiwa na macho kodo. Akasema kwamba wewe, yani inawezekanaje bwana? Mbona nguvu yako nishati ni ndogo, yani inakuwaje? Katika macho ya wazee wa Kihinde, kitendo cha nguvu ya kusudi kuharibu kiwepesi kabisa pigo la upawa wa ghadhabu la mkongwe mwenye levo ya uamsho wa uungu wa nafsi ilikuwa ni ngumu kumeza. Vipi, naona mnashangaa tu. Inaonekana nyie kundi la mbwa wa kale mlikuwa mmejichimbia kwenye mashimo yenu pasipo kujua kitu. Lutenge akajibu ya kwamba wewe mshenzi, unamaanisha nini? Nishati ya mbingu na ardhi iliyopo mwilini mwangu nimeivuna hapa majuzi tu, hivyo sio kubwa sana. Hivi mnadhani ufunuo wa nguvu ya kusudi unategemea nishati za mbingu na ardhi pekee? Ridhaa ya mtu ndio msingi. Ni kweli kwamba nishati za mbingu na ardhi zinaweza kuungana na nguvu ya kiroho kuibua nguvu ya kusudi, lakini huwezi kusahau kusudi ni wasili wa mtu unaotoka ndani kwenda nje, na si nguvu za nje ambazo zinamuingia mtu na kisha kutoka. No. Hata hivyo hakuna hata mmoja wenu mwenye kupata ufunuo wa kusudi. Hivyo hata niongee, ni kama napoteza muda wangu bure. Wazee hao wa kale wa familia ya Wahinde walijikuta wakiingia katika tafakari nzito baada ya kusikia maneno hayo. Hawakutaka kukubali, lakini hawakupata njia ya kukataa vile vile. Ni kweli hawakuwa na uelewa wote, na hiyo si kwa sababu kwenye historia ya familia yao hakuna aliyeweza kupata ufunuo wa kusudi, ila ni kwa sababu hawakuwahi kujua kwamba hata kama hauna nguvu za kinishati, unaweza kupata ufunuo wa nguvu ya kusudi. Kwa kawaida msikilizaji, kile walichofahamu ni kwamba nishati za asili ambazo mpiganaji yoyote huvuna ndizo humfanya mtu kuwa na ukubwa wa kusudi kiasi cha kupata ufunuo. Yaani kwa lugha nyepesi, waliamini kwamba mtu hupaswa kuvuna nishati za mbingu na ardhi kwanza, kisha kuamsha nguvu yake ya kiroho, na ni kwa kupitia hivyo anaweza kutawala nishati za asili kwa kusudia. Kitu ambacho hawakuelewa ni kwamba uwezo wa ndani ya mtu kadri unavyokuwa mkubwa hauhitaji kuvuna nishati ili kupata ufunuo wa kusudi. Sasa wazee hao walidhani pengine Hamza alitumia njia za ujanja tu wa kijana mpaka kuweza kuua wakale wawili wa Kistrigoi, ila hawakutarajia kuona uelewa wa Hamza juu ya nguvu ya kusudi ulikuwa ni mkubwa mno. Hata hivyo, swala kama hilo si la kuwalaumu, kwa sababu wao walikuwa wakifuata mafundisho, huku upande wa Hamza alikuwa akijitengenezea mwenyewe mafundisho na kisha kuyafuata. Hamza alitegemea ridhaa yake pekee ya mwili, pamoja na kuamini kwamba mwili wenyewe umeundwa na nishati za asili, basi hahitaji kuvuna nishati tena zaidi ya kuamsha nia au ridhaa yake binafsi. Hivyo akaishia kutegemea nguvu ya mwili wake mwenyewe ambao asili yake ni nishati, ili kuelewa undani wa nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi. Yaani kwa lugha nyingine, wakati wengine walivyojikita kwenye matumizi, yeye alijikita kwenye chanzo na ukweli. Tengu aliyekuwa amesimama mbele ya Kadamnasi aliongea kwa sauti nzito, akasema kwamba dogo, nakubali kwamba unakaa uwezo, lakini hebu acha basi kuota pembe, kwani mimi mwenyewe Tengu nakwenda kudili na wewe. Hebu punguza basi majigambo mkongwe, kwa sababu wote naona ni wadhaifu sana.
na kwa udhaifu wenu na kwenda kuwaua wote. Wewe mtoto mshenzi sana wewe. Unatudharau mababu zako, si ndio? Mjivuni wewe, unathubutu vipi? Japo ya kwamba wazee hao wa kale wa Kihinde waliishi miaka mingi sana, muda kama huo walishindwa kudhibiti hisia zao. Afu isitoshe kukejeliwa na mtoto wa miaka 20, aisee, moja kwa moja yani kuligusa utu wao wa ndani. Wanaokoo wa Kihinde waliona Hamza na kiburi sana, na wote walishindwa kabisa kuthubutu hata kuongea neno kinyume naye, kwa sababu licha ya kwamba Hamza alikuwa amesimama peke yake, msisimko aliokuwa akiusambaza ulikuwa mara 1000 zaidi ya kundi lote la Wahinde. Pengine kundi hilo la wazee wa kale hawakuwahi kukutana na changamoto ya kifo na uhai, ndio maana siku zote walikuwa wakijifariji kwamba walikuwa na nguvu, kwani wao wameishi na kuvuna nishati muda mrefu, wakishindwa kukubali kwamba uwezo wa mtu hautegemeani na umri, bali ni ile hali ya kuvuka vizingiti vya majaribu ya uhai na kifo. Kundi hilo la wazee lilikuwa na mafunzo ya muda mrefu, lakini walichokosa ni uzoefu wa kimapigano. Kwa mtazamo wa Hamza, wazee hao walikuwa dhaifu mno kuliko Nicholas na Lovlan aliopambana nao, kwa sababu wale mashetani wa Kistrigoi walikuwa na uzoefu mkubwa wa mapigano. Hata kama nguvu zao zilikuwa ndogo, kwa uzoefu wao walijua kuzitumia vizuri na kuleta mafanikio. Yaani kwa lugha nyepesi, katika uwanja wa mapambano kinachoangaliwa msikilizaji si nguvu kiasi gani au uhatari wa silaha ulizokuwa nazo, bali ni matumizi sahihi ya nguvu ulizokuwa nazo. Na hiyo yote inatokana na uzoefu. Yaani si yote tuna miguu. Nachukulia mfano, unajua kuna wengine ndio kuna changamoto, wana changamoto miguu. Chukulia wale watu wote ambao mna miguu. Kuna watu wanacheza mpira, lakini kuna watu hawawezi kucheza mpira kwa sababu wanasema hawaujui. Kwa hiyo mtatofautiana kwa sababu mwenye hiyo miguu miwili anajua namna sahihi ya kutumia uwezo aliokuwa nao katika kuamuru mpira. Lakini wewe mwingine ambaye una miguu bado hujajua namna nzuri ya kutumia miguu yako katika kuamuru mpira na kwenda kufunga goli. Kwa hiyo yote inatokana na uzoefu. Hamza yote hayo aliyaona kupitia lutenge pekee. Kama angekuwa na uzoefu wa kivita, basi pigo lake lile lilipaswa kuwa la dharura na si la kwanza nalo, kwa sababu ni pigo ambalo limemkausha nguvu mapema. Sasa Tengu akasema kwamba mtoto, umebarikiwa kuwa na mdomo wa majigambo ese. Hivi nadhani uwezo wangu ni sawa na wadogo zangu? Aliongea Tengu. Hata hivyo Hamza alijua kweli Tengu alikuwa na nguvu kubwa kuliko wadogo zake. Yaani kuliko wadogo zake wawili ambao wamepambana nao, lakini bado hakujali. Hamza akasema kwamba kama nilivyosema awali, mkikubali kupiga magoti chini na kumtambua mke wangu Regina kama kiongozi wenu, hamjachelewa. Bado uhai wenu upo mikononi mwenu. Basi sekunde maneno hayo yanamtoka Hamza, Tengu alijikuta akijawa na hasira kubwa mno, akasema kwamba ila wewe unakitafuta kifo. Mara tu baada ya kuongea hivyo, pale pale akiwa ameng'ata meno kwa hasira, aliruka kwa kupiga hatua ndefu na kutua karibu na alipo Hamza, lakini hatua kwake kuliambatana na shimo kubwa kujitengeneza miguuni mwake. Kabla hata watu kuona namna ambavyo Tengu aliruka, tayari alikuwa ameachia wimbi kubwa la nishati. Wimbi hilo la nishati, mkandamizo wake isi ulikuwa ni level nyingine kabisa kulinganisha na lutenge pamoja na wangoreme. Oya, ulikuwa ni mkandamizo mgumu zaidi na hatari. Mara baada ya ardhi kukumbwa na wimbi hilo la nishati, mawe mengi yaliinuka kutoka ardhini, huku yakiambatana na vipande vya barafu vilivyokuwa kama vioo kwenye kukata. Sasa je, uhatari wa mwamba Tengu utawafanya Hamza kuogopa na kusepa, ama itakuwaje? Ama Hamza ataweza kupambana na huyu babu wa mababu mwamba Tengu? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, kuendelea kufahamu mengi zaidi, lakini mpaka sasa hatujajua babu Jemadari yuko wapi na huko alipo kaenda kufanya nini. Langu jina Lucas Lumbas, mtayarishaji Singano JR. God be with you till we meet again. Bye bye.